Sasa kuota vinyama sehemu za siri kama ambavyo ameniuliza hapa ndugu yangu, hii inaweza ikatokea pande zote mbili, kwa mwanamke au kwa mwanaume pia, na hii inaweza ikawa ni kuathirika kwa tezi au inaweza ikawa ni maambukizi ya virus ambayo tunaita genital warts, au kwa jina jingine wale virus tunaita kama HPV, human papilloma virus. Sasa virus hawa wanaenezwa asilimia kubwa kwa njia ya kufanya mapenzi. Kwa hiyo kama ikiwa utakutana na mtu na ana vimelea vya hizo HPV, kukutana kwa zile ngozi inaweza ikasababisha na wewe ukapata hayo maambukizi. Kwa hiyo ni vema kama unatamani usiweze kupata changamoto kama hizi za maambukizi ya virus kama haya, basi kutumia za kinga au kuwa na uhakika na mtu ambaye unaenda kukutana naye. Sasa kuna athari ambazo unaweza ukazipata kama changamoto yako itakaa ni kwa muda mrefu, kwa sababu kumbuka hawa ni virus, unaweza kupata matatizo ya kansa kwa baadaye. Na nimekuwa nikiwashauri watu wengi. Kwa hiyo unaweza ukaamua kushauriana na mtaalamu wako, au pia ukanitafuta tukawasiliana nikakushauri nini cha kufanya au kukusaidia pia, kwa sababu hizi human papilloma virus au genital warts au athari ambazo zinatokea kwenye tezi inaweza zikawa ni zile ambazo zinawasha na kutoa maumivu, au zikawa haziwashi wala hazitoi maumivu, lakini vikawa ni vipele ambavyo vimetokea na ndani yake ukiangalia vinaonekana kama vina usaha, au ni vile ambavyo vinakuwa vinaongezeka vinakuwa ni vikubwa. Kwa hiyo vinategemeana na mazingira. Kwa hiyo ipo kwa namna kama hiyo, inasababishwa kwa njia ya kufanya mapenzi asilimia kubwa hawa virus. Asante.